70% ya media za Kenya kwa sasa zinadai hivi: kuna Wakenya wengi wamefia Tanzania, na kuna wengine wanashikiliwa na serikali ya Tanzania, na kuna wengine wanaogopa hata kutoka nchi wakihofia kukamatwa na serikali ya Tanzania. Ya kule nchini Tanzania ambapo taarifa zinaibuka kwamba baadhi ya wananchi wa kigeni wanalengwa na maafisa wa usalama katika kile kinachoonekana kama msako unaoendelea baada ya uchaguzi mkuu uliojawa vurugu wiki iliyopita. Wakati huo familia zinaendelea kuomboleza wapendwa wao waliopoteza maisha wakati wa machafuko hayo ya uchaguzi mkuu. Serikali ya Kenya imeshtumiwa vikali kwa kusalia kimya, huku Wakenya wakiendelea kudhulumiwa hata kuuawa katika mataifa mengine. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu hapa nchini yanasema kwamba Wakenya wanapitia mahangaiko hasa nchini Tanzania baada ya uchaguzi mkuu ambao uliokumbwa na machafuko. Wanaharakati hao wakiandamana na familia za baadhi ya waathiriwa wanashinikiza kuachiliwa mara moja kwa mwili wa John Okoth Ogutu, mwalimu ambaye aliuawa kwa kufyatuliwa risasi nchini Tanzania. Swali la kwanza kabisa la kujiuliza, haya ndio maandamano yanayohusisha uchaguzi mkuu wa Tanzania ya kwanza yenye machafuko na umwagaji mkubwa wa damu Tanzania kabla ya kilichotokea tarehe 29. Tanzania haijawahi kushuhudia tukio kama lile katika uchaguzi mkuu. Ni kwa mara ya kwanza. Twende Kenya. Kenya kihistoria ni taifa la umwagaji wa damu. Kihistoria. Ndio maana bendera yao wakaweka rangi nyekundu. Tafsiri yao ni kwamba walimwaga damu kupata uhuru. Kwa hiyo issue ya umwagaji wa damu kwa Kenya kwao ni utamaduni wao. Wamebariki mpaka kwenye bendera ya nchi, si ndio? Kwa wale ambao wanapenda kutumia hizi AI, unajua AI imekuja kurahisisha mambo. Sio kwamba AI taarifa ilizonazo inatunga, hapana, imewekewa. AI wanakuambiaje? Safari ya Kenya kupata uhuru ilikuwa ya machafuko na umwagaji wa damu, wakati safari ya Tanzania kwenye kupata uhuru ilikuwa ya majadiliano zaidi, more dialogue. Kuna methali ya Kiswahili inasemaje? Haki yako ukiidai vibaya unaweza usipate. Yaani haki ni yako, lakini ukiidai vibaya unaikosa. Hasa ndicho kinachowakosti wa Kenya. Mpaka leo tunavyoongea, mpaka leo hii wa Kenya hawajawahi kupata uhuru wao. Nataka niwaambie wa Kenya, you have never experienced the real freedom of your country. You haven't ever. Hamjapata uhuru, tafuteni uhuru nyie. Kwani uhuru nini? Uhuru ni bendera? No. Uhuru wa kweli ni kuimiliki ardhi yako. Huo ndio uhuru wa kweli. Sisi wa Tanzania tumeshaupata uhuru kamili. Mchakato wa kutunyang'anya uhuru wetu ulianza miaka multipartyism ilivyoletwa Tanzania. Multipartyism ilikuwa ni njia au safari ya kuanza kumnyang'anya Mtanzania uhuru wake. Uhuru ni uchumi wewe. Uhuru sio kumchora rais kikatuni. Umekaa unamchora rais kikatuni ili upate hela kula. Are you really free person in your country? Uhuru kamili ni kuimiliki ardhi yako, madini yako, your natural resources. Huo ndio uhuru wa kweli. Sasa katika safari ya machafuko kuwana ndani ya Kenya, Watanzania hawajawahi kuhusika hata kidogo. Tuanze vurugu za hivi karibuni, hatukuwahi kusikia kuna Watanzania wanashikiliwa, kuna Watanzania wamehusika kwenda kuchoma bunge la Kenya. Yaani none of that, haikusika hata kidogo. Wanatuambiaga sisi ni ombaomba, full stop, safi kabisa. Turudi nyuma kidogo, 2000 ngapi ile, ule vurugu za uchaguzi zilizoua watu wengi sana. Wapatanishi walikuwa ni akina Kofi Annan, sijui na Mkapa, pamoja na Watanzania waliohusika katika kutafuta yale maridhiano ya kisiasa. Vurugu zote hizo Watanzania hawakuhusika. Swali la kujiuliza, iweje vurugu za Tanzania wa Kenya wahusike? Kenyans, inakuwaje nyie mhusike kwetu? Nyie ndio mlitumwa mje muichome nchi yetu. Au can I say that? Because we have never experienced such a thing which happened. Hatukuwahi kabla kushuhudia kilichotokea. Kwenu ni kawaida. Uchaguzi wa 2027 Rigathi Gachagua ameshasema wazi kutakuwa hakuna amani ndani ya Kenya. Rigathi Gachagua ameshatangaza Kenya haitakuwa na amani 2027. Clip yake ipo. Kwetu aliyetangaza kauli kama ya Rigathi Gachagua alikamata quick fast.
because we don't play around. Kwetu sisi idara ya usalama wa taifa huwa, you cannot prank the security system of our country. Why would you prank? Kwa nini uitanie idara ya usalama wa nchi? Lakini kwenu inaruhusiwa. Okay, so kama kuna Wakenya wameuawa, kama kuna Wakenya wanashikiliwa na serikali ya Tanzania, kwa namna moja au nyingine wanahusika na kilichotokea, kwa sababu Watanzania kama Watanzania hawajawahi kufanya kilichotokea. So you kinda like you were our teacher. Kama nyinyi ndio mlioshiriki, nyinyi ndio mlitumika kutufundisha kilichofanyika, kwa sababu Watanzania hawana utamaduni wa kuchoma mali za watu, hawana utamaduni wa kuchoma mali za serikali. Why? Kwa nini? Hawana utamaduni wa kuiba maduka ya watu. Hatuna huo utamaduni sisi. Je, tuna utamaduni wa maandamano? Ndio. Tuna maandamano ya Simba na Yanga, hayo kawaida. Yaani hiyo ni kawaida kabisa. Tuna maandamano ya vyama vya siasa kawaida kabisa, peaceful, but violently we never experienced such a thing. Bloodbath, we never experienced such a thing. So tuweke hivi, nyie ndio mastermind wa kilichotokea Tanzania. We must say that. So why you come out that a lot of Kenyans have been killed in Tanzania? What was they doing? It was a day of general election in Tanzania. It was a holiday. If you are Kenya in Tanzania in 29th of October, what was you doing in a road? It was a holiday. You should have stayed in your house, so, chilling in your apartment or whatever, and let Tanzania do their business. You were a special force to do what you did, all right? Tuwa Kenya, hebu tuongee kidogo. Nyinyi ndio mlikuwa jeshi la kukodiwa kuiharibu nchi yetu, au you kind of like you were teaching Tanzania how to burn the government offices, the government vehicles, the other members of CCM's properties, stuff like that. Swala kujiuliza, kama nyinyi mnahusika, faida yake ni nini? Faida ipo. Sisi tunacheka, sisi ni ndugu facially. Kwa usoni sisi ni ndugu, lakini economically Kenya na Tanzania hawawezi kuwa marafiki. Kenya is collapsing superpower of East Africa. It is collapsing with unprecedented speed. Kenya ni baba wa uchumi wa Afrika Mashariki anayekufa. Nani anayepokea kijiti cha baba wa Afrika Mashariki? Tanzania. Mipango ya Tanzania ikoje? Building infrastructures. Anataka atengeneze reli ya umeme ya kwenda Kongo, reli ya umeme ya kwenda Burundi, Rwanda, reli ya umeme ya kwenda Zambia. Je, Kenya tafurahia kitu? No. Hata mimi ningekuwa ni Mkenya nisingefurahia maendeleo ya Watanzania. Simple kabisa. Kwa sababu anatutengenezea njaa. The growth of Tanzania, the die of Kenya, iko wazi kabisa. Wakenya, kama ni kweli kwa vyombo vyenu vya habari vinavyosema kwamba Wakenya wengi wanashikiliwa na serikali ya Tanzania, Wakenya wengi wamefia ndani ya Tanzania, basi nyie ndio mliotumwa na mamasta wa dunia kuja slow down the rapid growth of our economy. Tanzania iko busy just like China building the infrastructures of our economy. Uganda anataka hali kwa kutumia bandari ya Tanzania. Rwanda, Burundi, Kongo, Zambia, hiyo yote ni hao watu wote wanategemea sisi. So Kenyan, historically speaking, you are the land of violence and bloodbath. Historically speaking, that's why you put that red color in your flag, national flag, right? Ukija kwetu sisi, we are the people of dialogue. Haki yetu huwa tunaitafuta kwa dialogue. Hatupendi machafuko. Historically, hata uchaguzi, our independence, we get it through dialogue. Mpaka tukapata, tukamnyang'anya mkoloni ardhi yetu kwa dialogue. Tukamwambia saini hapa, tuachie ardhi yetu, ondoka. Azimio la Arusha hiyo. Lakini Kenya hamjawahi kupata uhuru. Bado ardhi yenu ni mali ya mkoloni. So, kama ni kweli kuna Wakenya wamefia Tanzania, wanashikiliwa Tanzania, kwa njia moja au nyingine wanahusika na uharibifu na mali za Watanzania zilizoharibiwa kwa 100%+. Serikali ya Tanzania, mafanikio ni vita. Usione Kenya anakuchekea, anafurahi unavyofanikiwa. Hakuna hiyo kitu, sio kweli. Adui namba 1 wa mafanikio wa Tanzania ni Kenya. Sio Uganda, sio Kongo, sio Zambia, ni Kenya. We have a lot of things in common. Bahari wote tunayo. Majirani zetu malindlock wote wanatutegemea sisi. Watanzania, pamoja na serikali, adui yenu wa kweli katika maendeleo yenu atakuwa anatumiwa Kenya kuwa destabilize nyie. Kenya is never love Tanzanian progress. Na hata kaa apende. Investment nyingi sana zimetoka Kenya zimekuja Tanzania kwa sababu ya security instability in Kenya. So Kenya wako kama vile wanataka kufanya sasa tukose wote. Tanzania,
akili kumkichwa. Huu rafiki wetu wa kuitana ndugu sijui shemegi, tutengeneze mazingira ya mpaka. Wakati Uingereza anapoteza ukuu wake kama mtawala wa dunia kwa Marekani, Waingereza walitumia Canada sana kuidestabilize America. Wanahistoria wa Marekani wanapenda kufundisha hicho kitu. Canada play a big role to destabilize America, to help UK still be the superpower, lakini ilifika mahali Uingereza akashindwa. So Wakenya watatumia njia nyingi sana kutudestabilize tusipate maendeleo ya kweli. Adui wa maendeleo ya Watanzania kiuchumi ni Kenya. Period. Inajulikana. Watanzania walivyotangaza kwamba biashara ndogo ni za Watanzania tu, reaction Kenya ilikuwaje? Wakenya, piece of advice to you. Inatakiwa mkubaliane na matokeo kwamba mmefika mwisho sasa. Tulieni mfanye mchakato wa kupata uhuru wenu vizuri. Hamna uhuru nyie. Kwa sababu njia ya kutafuta uhuru ilikuwa ni mbovu. Mliamini katika violence and not dialogue. So historically speaking, Kenya, you love violence than dialogue. We know that one. And as a Tanzanian, we never love or embrace violence at all. We love dialogue. But for this one, you're the main reason. You're the one who you were teaching Tanzanian how to burn those, cars, to burn those government buildings and to destroy those properties. Tanzania, adui wa Mtanzania kiuchumi ni nani? Kenya. Na vita ya kiuchumi ndio vita kamili. Tuelimike, tusiwe wasomi.